chini ya ardhi yenye unyevunyevu, pande baada ya pande. Jua kali la Amerika Kusini linachoma kila sehemu hadi kuwa ngumu kama kauri. Ni kazi ya polepole yenye mapigo ya kawaida iliyofanywa kwa upendo. Kinachozuka ni ngome ya ajabu ya udongo, jengo zuri la duara lisilo na pengo ambalo linaweza kustahimili dhoruba kali zaidi. Hiki si kiota tu. Hii ni ishara ya uvumilivu. Mahali salama pa udongo uliookwa na jua, ulioundwa kulinda kizazi kipya. Kujitolea hakujui usiku. Chini ya mwanga wa fedha wa mwezi, jozi ya ndege wa Rufus Hornero wanaendelea na kazi yao bila kupumzika, wakiweka tabaka za udongo usiku wa manane. Hata mvua kubwa inaponyesha, ngome yao ya udongo inasimama imara. Jengo la ujasiri lililojengwa tofali kwa tofali ili kustahimili hali mbaya na kulinda mustakabali. Kuanzia tofali ya kwanza ya udongo hadi kutotolewa kwa maisha mapya, Rufus Hornero ni mlinzi mkali, wanaofukuza wavamizi kwa mashambulizi ya makali ya angani, wakifanya ngome yao iliyookwa na jua kwa mahali pasipoweza kupenya. Iwe ni wezi wa mayai au wanyama wanaowinda, ujasiri wao unabaki imara kama kuta walizozijengea. Hatari kishapita, kazi inaendelea tena. Hakuna sherehe, hakuna kusimama kufikiri. Ni kurudi tu kimya kimya kwenye kusudi. Polepole, jengo linakuwa zaidi, linaundwa kwa subira na kwa kurudiwa. Katika mazingira haya, maendeleo hayapimi kwa muda mfupi, bali kwa uvumilivu na muda mrefu. Hatimaye wakati unafika. Ndani ya chumba salama, yai la kwanza linawekwa, dogo, dhaifu, lakini limejaa matumaini. Ni mwanzo mtulivu wa maisha mapya ambayo yanategemea kabisa huduma na ulinzi wa wazazi wake. Hapa kila kitu kinapata kusudi lake. Naanza hatua nyingine, tulivu zaidi, lakini ngumu vivyo hivyo. Mayai lazima yawekwe kwenye joto, yalindwe kutoka kwa baridi ya nje ya kuta. Jike anaketi mwenye subira na utulivu, huku dume akiwa karibu. Wakati unapita polepole hapa, lakini katika utulivu huu, maisha tayari yanachipuka. Baada ya siku kadhaa za subira, kimya, utulivu unaanza kubadilika. Ufa mdogo unaonekana juu ya yai, kisha mwingine. Kwa juhudi ndogo ndogo, uhai mpya unajisukuma nje, dhaifu, usio imara, lakini wenye nia. Hatimaye, kifaranga wa kwanza anatoka nje na sura mpya inaanza kimya kimya.
Majukumu ya uzazi yanaanza mara moja. Vifaranga ni dhaifu, hawawezi kuona, wana udhaifu na wanategemea kabisa wazazi wao. Kuanzia alfajiri hadi jioni, wazazi lazima watafute chakula, warudi na walishe mara kwa mara. Hakuna pumziko hapa, kwa sababu kila mlo mdogo ni hatua moja karibu na kuwaokoa. Lakini pamoja na uhai mpya, kuna kuja hatari mpya. Kiota ambacho kilikuwa mahali salama sasa kinawavutia wengine. Wanyama wanaowinda wanaangalia kwa mbali wakingoja. Vifaranga hawawezi kukimbia. Kuokoka kwao kunategemea kabisa uangalifu wa wazazi wao na nguvu ya nyumba inayowalinda. Siku chache baada ya kuanguliwa, vifaranga vya Rufous Honero vinakuwa haraka, lakini bado vinategemea kabisa wazazi wao. Kuanzia alfajiri hadi jioni, wazazi wao wanaendelea kurudi, wakileta chakula, joto na ulinzi. Kila harakati ina kusudi, kila juhudi haisimami. Katika hatua hii dhaifu ya maisha, kuokoka hakutegemei nguvu peke yake, bali huduma, upendo na dhabihu ya kimya ya wale wanaowatunza. Baada ya karibu wiki 4 ndani ya ngome, nyumba imekuwa ndogo sana kwa ndoto kubwa kama hizi. Ndege hao wadogo waliokulia kwa udongo na upendo, hatimaye wavuke kizingiti. Wakiongozwa na Silika, wanachukua hatua zao za kwanza za kuruka angani kwenye pampa kubwa, wakibadilika kutoka vifaranga kuwa kizazi kipya cha mabingwa, kuanzia mwanzo dhaifu hadi kuokoka kwa jasho. Safari ya Rufous Honero inafunua ukweli mtulivu wa ulimwengu wa asili. Maisha hapa hayafunuliwi na nguvu peke yake, bali na uvumilivu, huduma na nia ya kudumu. Lakini zaidi ya hadithi hii, kuna jukumu kubwa zaidi la kulinda.